Kikao cha 53 cha Bodi ya Taifa ya Parole kimefunguliwa rasmi leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwenye ukumbi wa Keti Hoteli katika manispaa ya Morogoro. Akiongea katika ufunguzi wa kikao hicho kitakachofanyika kwa muda wa siku 2 kwa kujadili wafungwa wanufaika wa mpango wa parole, mwenyekiti wa bodi hiyo Balozi Hamisi Swedi Kagasheki amesema elimu iendelee kutolewa katika jamii ili ielewe haki za wafungwa hawa. Wafungwa ambao wameomba kunufaika na utaratibu mzima wa parole na ni vikao actually ambao vimedetermine, na nisema kwamba ile kukaa katika kalenda yetu jinsi tunavyokwenda kwa sababu nataka nikupongeze sana timu, lakini pia nisema kwamba utaratibu mzima huu wa kuelimisha jamii ni muhimu sana waweze kwanza kufahamu haki za hao watu ambao wanakuwa magerezani, wale kufanya makosa, kwamba wana haki pia ya kuweza kunufaika na utaratibu kuelekea katika jamii, na wengine wengi wanakuwa wamerekebika kwa ushahidi uliotoa kwamba hakuna hata mmoja for a long period ambaye amerudi tena gerezani, kishakuwa wametoka sawa. Kwa hiyo niseme na kupongeza wewe na kupongeza sekretariat kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Naye kwa upande wake katibu wa bodi ya parole ambaye pia ni kamishna jenerali wa magereza Jeremia Yolo Mkatungu akitoa taarifa fupi ameishukuru serikali kwa kufanikisha mpango huo, huku akisema wanufaika wa mpango huo wamekuwa wakiongezeka mwaka baada ya mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nitoe taarifa tu ya mafanikio ya utaratibu huu kwa maana ya idadi ya wafungwa walionufaika kwa mpango wa parole imekuwa ikiongezeka. Hapa nina takwimu za mwaka wa fedha 2023-2024. Katika vikao viwili vilivyofanyika walijadiliwa jumla ya wafungwa 187. Kati yao wafungwa 93 walikubaliwa kwa ajili ya kunufaika na mpango huo na 94 walikataliwa kwa sababu mbalimbali. Hizo ni takwimu za mwaka wa fedha 23-2024. Lakini kwa mwaka wa fedha 2024-2025 wamejadiliwa wafungwa kwa vikao viwili vilivyopita, ukiacha hiki, wamejadiliwa jumla ya wafungwa 263. Kati yao waliokubalika ni 230 na waliokataliwa 33. Kwa ukiangalia trend ya miaka miwili kuna ongezeko la idadi ya wafungwa ambao wanajadiliwa kwenye utaratibu wa parole na kukubaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikao hiki ambacho tumekianza leo ambacho ni kikao cha 3 tunatarajia kujadili jumla ya wafungwa 159. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha kuna ongezeko la idadi ya wafungwa ambao wamekuwa wakiwasilishwa kwenye bodi na bodi kuwapitia na baadaye kuwasilishwa kwa Mheshimiwa Waziri ambaye ndio mwenye dhamana ya kutoa kibali au la. Kwa hiyo haya ni mafanikio ambayo tumekuwa tukiyaona katika utaratibu wa parole ambao uko kwa mujibu wa sheria. Aidha, pamoja na mambo mengine, mkuu wa jeshi la magereza ameongeza kusema wafungwa ambao wamekuwa wakinufaika na mpango huo wa parole wengi wao wamekuwa hawavunji utaratibu. Lakini pia kwa takwimu zilizopo, wafungwa wanaotoka wamekuwa hawakiuki yale masharti ambayo wanapewa. Kuanzia mwaka 2006 mpaka sasa hakuna mfungwa aliyevunja masharti ya parole kwa kurudishwa gerezani. Hii ni takriban miaka 19 sasa. Na huko nyuma ilikuwa inajitokeza, lakini kwa miaka hii kwa kweli wote wanaotoka wanacomply na masharti, wanatumikia sehemu ya vifungo vyao kwa utaratibu wa parole, wanamaliza. Lakini haya ni mafanikio makubwa pia kuonyesha kwamba huu utaratibu umekuwa na manufaa na pengine jamii sasa imekuwa na uelewa mkubwa zaidi, ukiacha wachache waliopo, ya kuwapokea wafungwa na kuwapa ushirikiano kwenye jamii. Mwenyekiti, naomba sana nikushukuru wewe kwa namna ambavyo umekuwa ukionyesha vikao, lakini nashukuru sana wajumbe wote kwa namna ambavyo wanajitoa kwanza kuhudhuria kikao hiki. Natambua kwamba tuna majukumu mengi, lakini
lakini tunajibana muda huo, tunakuja tunahudhuria kikao na kutoa michango ambayo imekuwa ikileta ufanisi katika utekelezaji wa jukumu hili ambalo liko kwa mujibu wa sheria. Na jukumu hili kimsingi, pamoja na faida nyingine, lakini linasaidia kwenye jukumu la urekebishaji, kuihusisha jamii, kuwarekebisha wahalifu kwa kuwapokea. Na kama ambavyo mnatambua, mhalifu ni sehemu ya jamii. Alikuwa kwenye jamii, akatenda uhalifu, kaja magerezani kwa maana ya kurekebishwa, lakini mwisho wa siku atarudi kwenye jamii. Kwa hiyo utaratibu pia umekuwa na mchango mkubwa kwa kuihusisha jamii kwa ajili ya kuwarekebisha hao wafungwa, mwisho wa siku kupunguza masuala ya uhalifu kwenye jamii na kuifanya jamii iweze kuishi kwa amani na utulivu na kuendelea na shughuli za kujenga uchumi kwa maslahi ya jamii yenyewe, lakini maslahi ya taifa. Parole ni utaratibu wa kisheria unaompa fursa mfungwa aliyehukumiwa kifungo gerezani cha miaka 4 na kuendelea kutumikia sehemu ya kifungo chake kilichobaki katika jamii kwa masharti maalum baada ya kukidhi vigezo vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Kikao hicho ambacho kimehudhuriwa na wajumbe takriban 13 kinatarajiwa kuhitimishwa hapo kesho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwa kujadili wafungwa wapatao 159.